Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu, lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo, ni mtego wa Ibilisi. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama ndio leo kufungulia chaneli hii ya ufalme wa Yesu, ndio mwanzo kabisa, ni vyema sana, ni vizuri sana kusubscribe ili usipitwe vipindi vya Mungu. Leo tutajifunza miliki ya kiti cha enzi cha ufalme. Mathayo 25 mstari wa 31 inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Maana yake ni nini ya mstari huu wa 25 mstari wa 31? Mwana wa Adamu ni nani? Mwana wa Adamu ni Yesu Kristo. Kwa nini inasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake? Maana yake tunaambiwa hivi, mpaka sasa Yesu Kristo bado hajakikalia kiti cha enzi. Pamoja na kwamba tunajua Yesu Kristo ndiye mfalme na kiti cha enzi ni chake ambacho kimewekwa tayari kwa ajili ya ufalme wake. Unajua ni kwa nini? Bado anatengeneza mji mtakatifu. Kwa maneno mengine, bado Yesu Kristo anaandaa safina na mioyo ya watakatifu watakaoingia au kuurithi mji mtakatifu, Yerusalemu mpya. Kumbuka Yesu wakati anawaaga wanafunzi wake safari ya kwenda mbinguni, wakati anakamilisha agano lake, alisema, Yohana 14 mstari wa 1 hadi wa 3, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maneno ya Yesu hayo. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Maneno ya Yesu hayo. Uhakika wa injili hii ya Yesu yenye ahadi tamu kuhusu ujenzi wa mbingu mpya na nchi mpya yenye furaha tele isiyo na kikomo, yenye kiti cha ufalme wa Yesu, ilifunuliwa tena na ufunuo wa Yohana, mwanafunzi wa Yesu pendwa, aliyependa kuegema
kifuani mwa Yesu. Ufunuo 21 mstari wa 1 hadi wa 5 inathibitisha. Inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Unaona, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli, na aliyesema maneno haya ni Yesu Kristo. Hivyo injili ya Yesu inaposema, Mathayo 25 mstari wa 31, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Maana yake, Yesu bado hajakaa kwenye kiti cha ufalme wake, yani bado anaandaa makao ya mji mtakatifu Yerusalemu mpya kabisa kabisa, sio hii ya makafiri waliomkataa Yesu na kumuua, na bado wanazidi kufanya makufuru ya kutambika ndama na damu zilizopitwa muda. Hivyo wanapaswa kumwamini Yesu, na agano lake la damu yake tu inatosha kuwapa urithi wa uzima wa milele. Wewe ndugu, mwamini Yesu Kristo, mwamini Yesu Kristo na agano lake na damu yake takatifu upate kupona. Asanteni sana. Ombi: Yesu Kristo, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuurithi mji mtakatifu siku ya mwisho. Amina. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.